Mwanaume mwenye malengo makubwa hawezi kumpatia fedha yake kila mwanamke. Mwanaume mwenye maono, mwanaume anayetaka kuwa tajiri, mwanaume mwenye akili timamu hamhudumii mwanamke asiyekuwa wake. Huwezi kuwa unahudumia kila mwanamke unayekutana naye unampa pesa yako. Unalala na kila mwanamke ovyo ovyo. Wanawake wanapenda kuhudumiwa, lakini sio uwe naye yeye uhudumie pia mwanamke mwingine nje. Mwanaume mwenye akili timamu anamhudumia mwanamke wake peke yake. Pesa yake inaenda kutumika sehemu moja na anakuwa na uhakika kwamba huyu mwanamke ni mwanamke wake. Hakuna mtu yeyote ambaye unamuona wewe amefanikiwa kwenye hii dunia kwa kugawagawa hela kwa kila mwanamke. Mwanaume ambaye anajitambua ana mwanamke wake mmoja ambaye ndiye anayemhudumia. Na hata kama ana wanawake wengine nje, hatoi fedha kwao. Na hata kama wewe mwanamke uko hapa unatizama hii video sasa hivi, tambua kwamba huyo mwanaume uliye naye kama akuhudumii, kama atoi huduma, sio wa kwako. Tafuta mwanaume wako. Mwanaume anahudumia pale anapopapenda. Watu wengi mnatamani kuwa na mafanikio kama tulionayo sisi. Mfano, mijuzi ni jana nimetoka kununua gari yenye thamani ya bilioni 1 na milioni 500. Nimejizawadia tu. Kwa nini? Kwa sababu fedha yangu haitoki kwa kila mwanamke. Inatoka kwa mwanamke mmoja ambaye nina mapenzi naye na ninahisia naye. Na wanaume wote waliofanikiwa hawatoitoi hela ovyo. Walikuwa hawatoitoi hela, walikuwa wanaitwa wanaume suruali, walikuwa wanaitwa wabaili. Walikuwa ni wanaume ambao wakiwa na mwanamke ambaye wanajua kabisa huyu sio mwanamke wangu, wanasema kuna mchongo na usikilizia, ukitiki tu nitakupa. Ukiona hiyo ishara jua wewe sio mwanamke wake. Yaani mwanaume anayekuambia kwamba kuna mchongo na usikilizia, huyo sio mwanaume wako. Jua kabisa ana mwanamke wake. Kwa sababu mwanaume anapousikilizia mchongo ana mwanamke ambaye ndiye anayempa fedha. Hata kama anapata kidogo anagawana naye. Ukiona kuna mwanaume ambaye anasema ikitiki tu kuna biashara nafanya ikikubali utaenjoy mama mtu, jua kuna mama mtu ambaye ndo anamhudumia. Lakini mwanaume mwenye akili timamu kwenye dunia, aidha ni awe anafanya forex, aidha ni awe anafanya biashara ya kubeti, ni aidha awe ni winga, awe ni dalali, awe anafanya biashara ya bodaboda, au awe anafanya biashara ya udereva. Lakini mwanaume, ili ufanikiwe, unatakiwa uchague pesa yako iende kwa mwanamke gani. Sio kila mwanamke unayekutana naye unampa pesa yako. Bro, utaishia kuwa maskini mbwa takataka. Angalia saiko ya wanawake ambao unashinda nao. Mwanamke wako anakuwa ni huyu mmoja, lakini wanawake ni wanawake wa kila mtu. Sasa wewe usije kuwa unahangaika kuhudumia mwanamke ambaye sio wa kwako na ukawa bado unataka kuwa tajiri. Bro, utafeli. Hudumia mwanamke ambaye una uhakika ni wa kwako. Usihudumie kila mwanamke. Kikao chetu cha mwisho kama wanaume tulikaa tulisema mwanaume mwenye akili timamu anahudumia kwa mwanamke wake, na hakikishe kama kweli ni wa kwake. Mwanamke kama hakuheshimu usimhudumie. Mwanamke kama muda wote ukikaa naye yuko busy na simu yake usihudumie, sio wako huyo. Mwanamke ambaye akusikilizi utakapotoa maelekezo na yeye anatoa ya kwake, sio wako, usimhudumie. Hudumia mwanamke ambaye ukisema moja ni moja, mbili ni mbili. Mwanamke ambaye ukiongea na yeye anaongea, hiyo takataka tupa, haifai. Usihudumie mwanamke ambaye unaona muda wote hafanyi kazi, yeye kazi yake ni simu, kucha ametengeneza amekaa hivi, hakupikii, hakufulii, hakupi raha, yani yeye yupo tu, takataka hiyo tupa. Usihudumie. Hudumia mwanamke ambaye anajua majukumu.